Hii interview nimeamua kuifanya kwa wote wawili kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana. Nikisema nifanyie mmoja, afu nikifanya kwa mtu mwingine mtu atasema kwamba umedanganya, ni mtu yule yule. Sasa leo tuna interview ya watu ambao ni identical twins, ambao ni maprofesa, full professors. Alex Makulilo au Alex Boniface Makulilo na Alexander Boniface Makulilo. Karibuni sana katika kipindi cha EBM. Asante sana. Kwanza mimi nashukuru kwa kukubali japokuwa mna majukumu mengi kuweza kukaa na mimi kuweza kuongea mambo ya mustakabali. Yeah. Kwa haraka sasa hivi kila mmoja anafanya kazi wapi? Na labda mimi nianze kwa kusema mimi ninafanya kazi chuo kikuu cha Tanzania na hapa niko tangu mwaka 2006. Hapa chuo kikuu cha Tanzania ni mwadhiri, niko kitivo cha sheria, lakini pia nina nafasi ya kiutawala, ni naibu makamu mkuu wa chuo, nashughulikia masuala ya teknolojia za kujifunzia, lakini pia nasimamia masuala ya utendaji wa vituo vya mikoa, hasa kuzingatia kwamba chuo kikuu cha Tanzania kina matawi mikoa yote ya Tanzania, lakini pia na upande wa Zanzibar kwa kituo kimoja Unguja pamoja na Pemba. Na mimi naitwa Alexander Makulilo, kwa sasa ni naibu makamu mkuu wa chuo upande wa taaluma, tafiti na ushauri kwa umma, chuo kikuu cha Dodoma. Na chuo kikuu cha Dodoma nimekwenda mwaka 2019, ilikuwa ni Machi. Kwa hiyo mpaka dakika hii nadhani natimiza kama miaka 3 pale chuo kikuu cha Dodoma. Lakini kabla ya hapo nilianza kuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, idara ya sayansi ya siasa na utawala, na nilianza pale 2006 na baadaye tunakwenda mpaka 2019 ambapo nilikuwa pale ni principal wa College of Social Sciences. Baadaye ndo nikahamishiwa chuo kikuu cha Dodoma kwenda kufanya hilo jukumu la kiutawala. Kwa mnavyoonekana sio wazee, sio wahenga. Sasa ninavyotambulisha kama hawa ni full professors, nadhani hilo ni changamoto kubwa kwa mtu wa kawaida kuamini au kuelewa inakuwaje. Mnaweza kaelezea kwamba safari yenu imekuwaje haraka tu, kwamba imewezekanaje kwa mtu ambaye sio mzee kuweza kuwa full professor? Tunajua kuna sacrifice nyingi ndani yake. Ya mimi nieleze kwa kifupi kwamba inawezekana zaidi ni mazingira, kwa sababu nafahamu kwa wenzetu nchi za zilizoendelea huko Ulaya, Marekani, watu wanapata profesa wakiwa bado wadogo sana, zaidi ya taasisi, kwa sababu ya mazingira yao, nafasi walizonazo za kuweza kufanya tafiti, kuweza kufanya machapisho, rasilimali fedha zilizopo kwa ajili ya kuwasaidia kufanya hizo tafiti na kadhalika, kwa sababu kinachoingia zaidi katika ama kinachozingatiwa zaidi katika masuala ya mtu kuwa profesa ama kupanda kitaaluma katika sekta ya elimu zaidi sana ni namna gani mtu ambaye anaweza kujishughulisha katika masuala ya machapisho ambayo yanatokana na tafiti, huduma za ushauri wa kitaalamu, lakini pamoja na kutoa huduma kwa jamii. Sasa hayo yote yana changamoto na yanaweza kawa sehemu moja yameenda vizuri, labda sehemu nyingine akawa na changamoto fulani na hivyo akawaisha ama kuchelewesha. Lakini katika kesi yetu, labda nikizungumza kwa haraka ni kwamba tulijaribu zaidi kuwa na focus kwenye masuala haya kwa kipindi kirefu, na utaona kabisa kwamba ule mfumo tu mzima wenyewe unaweza kwa kuchukua karibuni miaka kama 20 hivi, kwa sababu kawaida unapotoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine kwa taratibu za upandaji vyeo wa kitaaluma katika nchi yetu, kuna tofauti ya miaka 3 mpaka miaka 4 kwa mtu anapoanza katika ile ngazi ya chini kabisa
anapoajiriwa kama TA. Kwa hiyo unavyoanza pale, maana yake kuna gap kama ya 3 years to 4 years depending na mtu anavyofanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo vyovyote vile hata ukifanya vipi, lakini lazima hiyo gap ya miaka 3 hadi miaka 4 iwepo kwenda ngazi nyingine. Kwa hiyo inawezekana, sijui sana taratibu za wenzetu zinakuwa vipi. Inawezekana wenzetu hawana mfumo zaidi huo, isipokuwa labda wana ule mfumo tu kuangalia zile kazi za kitaalamu ambazo mtu amezifanya na kuzichambua na kuziangalia. Kwa hiyo wanaweza kuwa na mfumo tofauti labda na sisi huku, lakini kwa kifupi zaidi ambacho tunaweza kuzungumza ni hicho, kwamba pamoja na hizo gaps, lakini hizo commitment zinakuwepo. Tunajua kuna changamoto za resources za kuweza mtu kufanya tafiti, lakini bado tumejaribu kuweza kupigana katika constraints hizo na tuko hapa tulipo sasa. Katika moja ya vitu mtu anakuwa anasoma, hatua kubwa tunaiwaza ni mtu kupata PhD kama mtaalamu. Ukishafika katika PhD kipindi fulani unakuwa umetua mzigo mmoja mkubwa mno, lakini kama tunavyozungumza inabidi uende kuwa senior lecturer, then kuwa associate professor, then full professor. Humu ndani kuna majukumu mengi. Kwa nyie mmekuwa viongozi wakuu wa idara, au mmekuwa kiongozi mkuu wa principal wa upande wa college of unahitaji nani kwa Kiswahili, sio unahitaji ndaki. Sasa ukiwa doctor kuna majukumu yanakuja kiutawala, lakini vile umeshatua mzigo mkubwa wa kuandika mpaka ile PhD, muda wa kuandika, muda wa kufanya utafiti. Na sasa hivi tayari wakati mko associate professors mlikuwa tayari wote ni DVCs katika vyuo vyenu. Huo muda wa kuandika, muda wa dedication ile asili ulikuwa unaitoa wapi? Labda na mimi kwanza nichangia alipokuwa ameishia Alex. Ni kweli kama mnavyosema, ukichukua kile kipindi ambapo mtu amemaliza PhD na kuweza kupanda ngazi zote za madaraja na kufikia kuwa profesa kamili, endapo mtu atatimiza yale majukumu yake na kukamilisha yale mahitaji, anahitaji si chini ya miaka 9 kuweza kufika katika ngazi hiyo. Sasa huo ni muda mrefu sana, na inawezekana bado kabisa mtu akifanya jitihada kulingana na uwezo wa mtu mmoja, licha ya changamoto zilizopo, akaweza kutimiza vigezo hivyo vya kupanda kabla ya miaka hiyo 3 tunaisema, mpaka miaka 9 unafikia kuwa profesa kamili. Inawezekana ni wakati mwafaka umefika, labda mamlaka husika zikaanza kuliangalia hili, kwamba tuanze kuangalia zaidi zile sifa mtu anavyozitimiza, na tusiangalie sana longevity, kwa sababu unajua kabisa kwamba mtu anavyokuwa anakwenda anazidi kubobea na kukomaa. Huko nyuma utakumbuka kwamba tumekuwa tukipata mtu anakuwa profesa ameshafikia miaka 50 na kitu, analekea kustaafu, ambapo sasa taifa haliwezi kumtumia vizuri. Na sisi tunasema na tunachoamini ni kwamba ni kama usome ni kama vile wine, inapokuwa ina age ndio unakuwa unazidi kubobea, na hivyo sasa inafika muda fulani ambapo kuna ukomo wa umri mtu kuweza kuacha. Lakini labda nikija kwenye hili la pili ambalo umelizungumzia, swala la kufanya madaraka ambayo umepewa kimajukumu na kuendelea kufanya kazi za kitaaluma, hususan tafiti, hususan kufanya machapisho na kutoa ushauri wa kitaalamu, nadhani kuna mambo kama 3. La kwanza ni determination. Mimi naamini sana katika determination. Umeamua kuwa nani? Kama umeamua kuwa mwanataaluma, uiona taaluma kama ndio itakuwa shughuli yako, nadhani hilo ni la msingi sana. Ni bahati mbaya sana kwamba baadhi ya watu wanaweza kukuta wanafanya vitu nusu. Hatukatai, kama hata mtu anataka kufanya uwekezaji katika kilimo ama katika biashara na kadhalika, bado anaweza kalifanya hilo kwa namna nzuri zaidi, lakini akaendelea vile kufanya maisha yake ya kitaaluma. Kwa hiyo inawezekana akawa na kampuni, akaweka watu,
na akalisimamia vizuri zaidi, ila apate muda mwafaka wa kuweza kufanya shughuli ya kitaaluma. Na lingine ambalo ningeweza kuliona ni msingi sana, mbali na hiyo determination, ni mipango. Lazima uplani. Huwezi hivi vitu havitokei tu kwa bahati mbaya. Watu wengine wanasema fulani ana nature, fulani ni genius hapa. Inawezekana ndio, lakini nadhani kuna taratibu ambazo zimewekwa katika kila nchi, katika kila taasisi, ili mtu aweze kutimiza hivyo vigezo. Kama ingekuwa tu ni swala la nature, mtu mmoja angeweza kuchukuliwa tu pale akasema ana nature, akawa comply na hivyo vigezo. Kwa mimi ninachoamini ni kwamba unapokuwa na mipango, lakini vile vile anavyosema mwenzangu ni uwekezaji. Ni lazima uwekeze. Kuna gharama yake. Lakini vile vile kutenga muda. Utakuja kuangalia kwamba kipindi fulani inabidi ni sacrifice, hata usiku uamke ufanye kazi kwa sababu ya kubalance mambo ya kiutawala, mambo ya kitaaluma, yote yafanyike na yote yaende. Kwa mimi ninachoamini sana ni kwamba ukiangalia historia yangu mimi na mwenzangu, muda wote ule ambapo tumepanda tukiwa katika jukumu la kiutawala, aidha kama mkuu wa idara ama mkubwa wa faculty ama mkubwa wa college. Kwa hiyo ni unapokuwa na hayo majukumu inakupa changamoto zaidi, kwa sababu unawaongoza watu. Unapoongoza watu lazima waone kwamba unapoenda kuwakumbusha mfanye hivi, na yeye atataka kujua kama wewe mbona mfanyi, wewe mbona. Kwa hiyo sasa unapoweka katika ile nafasi inakuwa ni changamoto zaidi, na lazima uishi kama mifano ili watu waweze kuona kwamba ni kitu kinachowezekana. Wale ambao hawana majukumu ya kiutawala wafurahi na kuona kwamba sasa kama huyu ana jukumu la kiutawala na ana hili na lile, muda wake ni finyu lakini ameweza, mimi ambaye na muda mwingi nafanya nini? Kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo nafikiri yamekuwa ni ya msingi sana. Na mimi waga sikubali kabisa watu wanaposema kwamba mimi sasa hivi nimeamua kuacha kufanya hili kwa sababu ni mkuu wa idara, ama kwa sababu sidhani kama iko sahihi. Kwa mwanataaluma huachi wanataaluma wako kwa kuwa VC, kwa kuwa DVC, kwa kuwa mkuu wa idara, kwa kuwa principal, huachi. Unatakiwa uendelee kufundisha, unatakiwa uendelee kufanya tafiti, unatakiwa utoe ushauri wa kitaalamu na kadhalika na kadhalika. Ndio maisha yetu. Mimi hapa hiyo nafasi ni ya muda tu. Ukimaliza utarudi idarani. Idarani utapangiwa majukumu yale yale. Sasa chukua mfano mtu labda una miaka 10 ama miaka mingapi. Mimi nakumbuka wakati tuko pale, sisi ni wanafunzi pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Huyu marehemu Ruhanga alikuwa VC. Alikuwa anafundisha, tunamuona anakwenda anafundisha madarasani. Profesa Mkandala, Rukaza Mkandala anafundisha. Profesa Nangisi tunamwona anafundisha. Sasa manake nini? Sasa kama VC anafundisha, wewe mtu wa kawaida unafanya nini? Kwa hiyo ni kubalance ya majukumu yote, na ndio sifa kabisa ya mwanataaluma, kwa sababu umededicate muda wako na resources kwamba mimi nafanya kazi hii. Kama ukiwa padri, ukipewa kuwa askofu, haimaanishi kwamba uache majukumu ya kusalisha kila siku asubuhi, au kuwa papa unaendelea majukumu hayo. Swali lingine kwa watu ambao wafahamu ni kwamba wote wawili wakati mnafanya PhD yenu mmeifanya kwa muda mfupi mno. Wastani wa muda wa mwaka mmoja. Ni kitu ambacho hakijai kusikika, iwe ni ndani au hata huko nje kwenye, ni ngumu sana kusikia mtu amefanya PhD kwa muda wa mwaka mmoja. Marekani average mtu akifanya PhD miaka 4 mpaka 6, Ulaya sana miaka 3 wengi wao. Hiyo imewezaje au ni nini kilichowasukuma kuweza kufanya PhD ndani ya muda mfupi sana? Labda nikianza kuchangia hapo, nizungumze kwamba ni mjumuiko wa masuala mengi. Ni mjumuiko wa masuala mengi. Kwanza kuna ile interest ya kufanya jambo wewe mwenyewe kwanza. Na kawaida unapokwenda kuchagua ile mada ya kufanyia hiyo PhD, lazima uwe umeangalia eneo ambalo una uwezo wewe wa kulimudu, lakini ni eneo ambalo pia tayari una misingi ya kulifanya, una background fulani ya kuweza kulifanya. Sasa kuna mida fulani mtu anaweza kaenda akachukua eneo
fulani ambalo msingi wake hana. Sasa inaweza ikamsumbua sana, kwa sababu zile basics, zile foundations zake hazisupport hicho anataka kukifanya katika hatua inayofuata huko mbeleni. Kwa hiyo hilo ni moja, kwanza unakuwa vile. Lakini pia kulikuwa kuna swala la maandalizi. Maandalizi ni ya muhimu sana, kwa maana kwamba mtu anaanza kuandika ule mswada, ile proposal, lakini ndicho anachojaribu kueleza kwamba anaandika huo mswada katika eneo lile ambalo tayari analifahamu, analielewa, ana background nalo, na ana interest pia ya kufanya, kwa sababu kikawaida studies za PhD ni studies za muda mrefu. Kwa hiyo the moment you lose interest, inakuwa ni ngumu kuweza kuendelea na masuala kama hayo. Lakini masuala mengine ni mazingira pia ya kufanyia mambo kama hayo, hizo studies. Na hapa najaribu kuzungumzia masuala kama vile maktaba za kisasa ambazo sasa hivi nyingi zinakuwa accessible online. Unaweza ukapata hizo materials unayotaka katika namna yote unavyotaka, na hata kama hapo ulipo huwezi ukapata, kulikuwa kuna ushirikiano wa kimaktaba katika taasisi ambayo unakuepo na taasisi zingine, unapata vitu kama vile mbele pale. Lakini ni kama alivyoeleza Alexander hapa, ni swala ya kutengeneza muda, kama vile alikuwa anajaribu kuzungumza katika masuala ya kuchapisha, lakini pia hata katika masuala ya kusoma inatakiwa uweze kuwa na mipangilio mizuri, uplani vitu, lakini uwe na commitment na ile mida ambayo umekuwa umejipangia. Kwa hiyo ni swala kama hilo tunajaribu kuzungumza, masuala ya mpangilio ya mida, maandalizi. Lakini pia kuna role pia ya supervisor support, ambayo supervisors ambaye anakupatia na yenyewe ni muhimu sana. Kwa mimi nimefanyia PhD Ujerumani, na support ambayo nilipata kutoka kwa wale mentors wangu, pamoja na mazingira yalikuwepo, yalikuwa ni mazingira mazuri ambayo yaliniwezesha mimi kuweza kutengeneza ratiba ambayo kwa kifupi ilikuwa inawezesha kuweza kukamilisha mambo kwa muda ambao si mrefu sana. Kwa hiyo kwa kifupi labda unaweza nikazungumza hivyo kwamba yote haya yanatokana pia na hizo commitment, mpangilio na maandalizi ambayo yalikuwepo. Kwa hiyo ni mambo kama namna hiyo. Labda niongezea alipoishia Alex. Mimi nitaongezea mambo mawili ama matatu. La kwanza ni hapo ambapo nimezungumza kwenye maandalizi. Sasa ni kama vile unavyoenda kucheza mchezo Yanga na Simba. Hauwezi kufika tukaanza kucheza. Kuna maandalizi nje ya kiwanja. Umeweka maandalizi kiasi gani? Wakati unaanza mechi unakuwa tayari umeshajipanga. Sasa watu wengi huwa wanakosea. Unapoanza PhD uende kujifunza, uende kujianza kufanya maandalizi ya PhD ndani ya PhD. Huwezi. Utakosea. Kwa sababu utatumia kama mwaka mmoja ama mmoja kushangana kuweza kuanza kujiandaa, yani kufanya mazoezi na kila kitu kinafanyikia nje. Ndio ile aliyozungumza huo mswada proposal. Wakati mimi pia nimefanya PhD yangu Ujerumani, chuo kikuu cha Leipzig. Sasa uwezi ukaenda pale wakati unaenda kuomba ile scholarship, wakati unaenda kuomba nafasi, wanakuambia tuletee unataka kuandikia juu ya kitu gani. Kwa hiyo ni mpaka mmekubaliana kwamba hiki kitu sasa kinawezekana ndio unakwenda. Kwa hiyo mimi siendi tena pale kuchukua miezi 6 mwaka mmoja kuandika proposal. Sifanyi hiyo kazi. Nakwenda pale, nimefika pale, na ndio maana katika kuomba wanasema tuambie umekuwa prepared kiasi gani. Lakini vile vile wajanja wale wanakuuliza una publications zozote, wanataka kuangalia skills zako za uandishi. Je, huyu mtu anaweza akaandika? Kwa hiyo hawataki kutumia nguvu nyingi sana kuanza kukufundisha vile vitu ambavyo ni basic na nini. Wanataka kumchukua mtu ambaye wakimweka katika ile mizania yao
wanaanza shughuli moja kwa moja. Ni kama kocha, sio kwamba anakufundisha kucheza mpira kama Ronaldo, anakufundisha formation kwamba sasa hapa ni 2 kwa 3 4, sasa ni kitu kama cha namna hiyo. Kwa hiyo ni la msingi sana watu waelewe kwamba kabla hujakwenda kufanya hizi PhDs ni muhimu sana maandalizi yako yakawa ni ya kutosha nje kabla hujaingia kwenye PhD. Hilo nadhani la muhimu sana. Lakini la pili ambayo nitaka niseme ni balance, kwa sababu ni issue ya mazingira kama alivyozungumzia Alex. Hususan katika mazingira yetu ya Kiafrika, Kitanzania, unapokuwa unafanya PhD ama masomo katika levels hizo za muda mrefu, unakuta wakati huo kuna masuala ya kijamii mengi. Sasa utakuwa unazungumza leo unasoma, kesho kuna sijui shughuli ya harusi, inabidi ukae kwenye vikao vya harusi. Kesho sijui kuna kitu gani huko, inabidi uende kwenye birthday. Sijui kesho kuta kuna vitu vingi ambavyo vya kijamii vinakuzunguka na matokeo yake katika mazingira yetu ukiacha kuonekana unaonekana kama vile umejitenga na jamii na kadhalika. Lakini sisi kwa kupata fursa ya kwenda kusoma nje, kwanza moja tulijitenga na vitu vingi ambavyo ni vya moja kwa moja ambavyo vingeweza kufanya ungane na jamii moja kwa moja kila siku. Kwa hiyo issue ya muda, kwa sababu wenyewe wanaangalia muda. Baada ya miaka 3 ni either umefeli ama umefaulu. Sio kuzungumza mambo ya ujanja sijui extension sijui nini. Miaka 3 scholarship imeishia pale. Unayo PhD ama hauna. Kwa hiyo hilo swala lingine la kubalance mambo ya kijamii na mengine, na ndio maana wanakupatia scholarship, wanahakikisha wewe umepata pesa na una nani. Lakini sisi huku nafikiri labda na Alex mnaweza mkamba alifahamu, mtu anaweza kana akapewa scholarship akaenda kujenga nyumba, ama akapewa scholarship anaenda kufanya kitu kingine ambacho kiko sio intended. Matokeo yake sasa anakosa ile resources za kutosha za kuweza kuinvest kwenye vitabu na miundombinu mingine ili aweze kujikwamua. Na hata hatutaki kusema kwamba wanaenda kusoma Ulaya na wapi kwamba wenyewe ni straightforward, hapana. Kuna wengine wanakwenda pale lengo lao kubwa ni kuchuma. Kwa hiyo mtu unaweza kujikuta akaenda akatafuta vibarua akawa anafanya na akaacha ile lengo lake la msingi. Sasa kuna wengine wamekwenda kule they like traveling. Yaani kwa hiyo unaweza kana uko pale Uingereza, unataka kwenda Ufaransa, unataka kwenda ili ukirudi sasa kusema nimefika Ufaransa, nimefika Hispania, nimefika. Kwa hiyo kuna interest nyingi. Hatutaki kusema kwamba ukianza kusoma basi usome tu hapo ufie hapo, hapana. Unatakiwa balance na muda wa kurelax na nini, lakini lazima lile lengo la msingi la kusoma ndio liwe critical. Usiende pale ukaanza kuingiza vitu vingine ambavyo sio vya msingi sana ambavyo vimekupeleka. Kwa hiyo nadhani hayo ni mambo ya msingi, lakini kuna ile ni kitu kidogo sana tunasema time plan. Lazima una time plan na zile milestones uwe nazo. Unajua hapa mpaka hapa utakuwa na kitu fulani, hapa mpaka hapa unakuwa na kitu fulani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri nayo niongezee katika kufanya kwa nini mtu anaweza kufanya kitu kwa muda mfupi na akiwa na focus, basi hayo mambo yanawezekana. Hayo umeeleza vizuri sana. Swali lingine, sasa tayari mmeshakuwa full professors. Kwa utaalamu wangu, uwezo wangu wa kuelewa ni kwamba hakuna any other academic rank above pale kama kawaida tunavyofahamu. Je, ndio mwisho kupublish, mwisho kufanya research kali, slow down, au ni kwamba ndio moto unaanza kuwaka zaidi hapo? Ya labda nizungumze kwamba kama alivyoeleza Alexander mwanzoni, alisema kadiri mvinyo unapoendelea kuzeeka ndivyo ambavyo unatakiwa sasa uwe unaendelea kuwa mtamu zaidi. Sasa unakuwa ni mtamu zaidi, na naweza nikafananisha kidogo na masuala ya kitaaluma kwamba kadiri sasa unavyokwenda kujuu inatakiwa sasa ule ubobezi sasa ndio uendelee uzidi kuonekana. Sasa kiutaratibu unapokuwa umefikia hiyo level ya full professor kwa taratibu za Tanzania na taratibu ambazo ziko katika vyuo vingi, ni kwamba profesa ndani ya kipindi kama cha miaka 3 anatarajiwa kutoa tunasema mhadhara wa kiprofesa ambao wanaita ni professorial inaugural lecture. Inakuwepo hiyo, ipo kwenye kanuni za vyuo vingi
inatarajiwa mtu afanye kitu kama cha. Lakini sasa hauwezi ukafika ukafanya hiyo professorial lecture ama inaugural lecture bila kuwa umefanya tafiti. Kwa lazima uwe na tafiti. Lazima uwe na tafiti, na unapokuja kuita wanazuoni wenzako wakusikilize, basi wanakusikiliza katika misingi hiyo ya tafiti ambazo umezifanya, wanaona mchango mwingine unaoendelea kuchangia katika sekta ya taaluma. Kwa hiyo sisi tunavyoliona, kwanza kuna hilo la kikanuni, lakini katika hata kumaliza kutoa hiyo lecture, si kwamba sasa ndio unachukua vitu unaenda kuweka kwenye makabati alafu unakuwa umemaliza. Hapana, hizo shughuli za kitaaluma, shughuli za kitafiti zenyewe zinaendelea. Na kwa mfano mimi mpaka dakika hii niko na mkataba na Ruleji wa kuandika kitabu. Kilikuwa kinapaswa kuwa kumekamilika mwaka huu 2021, lakini kutokana na changamoto za COVID na nini, nadhani kutakuwa na delays kidogo. Lakini sasa unaweza kaona kwamba katika masuala haya ya kitaaluma, kama kweli unaishi kitaaluma, lengo sio kupanda madaraja. Yaani kupanda madaraja sawa, iwe matokeo sasa ya kile ambacho unakifanya. Na hii inatukumbusha pia kwamba isiyo ni sasa ni ule utaratibu kwamba ukivuka daraja la kwanza unatulia kwanza, alafu unapotea kidogo kufanya tafiti, kuendelea kufanya majukumu yako yale ya kawaida ambayo unakuwa expected kama una taaluma, alafu unasubiri mwaka wa 3 ambao kufuata daraja linalofuata, basi pale ndio unaweka nguvu tena kidogo unaruka. Ukiruka ile daraja unatulia, alafu unasubiri tena miaka 2-3 unafanya hivyo. Sasa hiyo haitakiwi, kwa sababu swala la wanataaluma ni swala ambalo ni endelevu, ni continuous. Halitakiwi kwa linakwenda alafu baadaye linasimama, alafu baadaye linakwenda linasimama, baadaye linakwenda linasimama. Kwa hiyo matarajio ambayo tulionayo zaidi sana ni kwamba kuendelea kufanya haya matafiti, machapisho, kwa sababu unapofanya hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutoa mchango zaidi kwenye jamii. Unaweza connect na scientific community kirahisi, na masuala mengine ambayo labda tunatarajia kuendelea kuyafanya, kwa sababu tumeshaanza kuyafanya huko, tunaendelea kuyafanya, ni masuala ya mentorship, kuendelea kusaidia wanataaluma ambao ni emerging, ili kusudi kwamba na wao waweze kufikia malengo ambayo wamejipangia. Kwa hiyo huwa inahitajika sana kutoa guidance kwa wanataaluma ambao wanachipukia, ili kusudi kwamba waweze kuwa na clear focus, wanaanzia wapi, waende wapi, wajikite katika masuala gani ambayo wasitumie muda mwingi kupoteza muda wao na kadhalika. Kwa hiyo ni vitu kama vya namna hiyo. Ya labda na mimi ningeongezea alipoishia Alex, niseme tu kwamba kadiri unavyozidi kupanda madaraja, na ulianza pale mwanzo kusema vizuri kwamba kuna ule mchakato wa kutoka kabla hujapata PhD mpaka kuipata PhD. Alafu kuna mchakato wa kutoka PhD kwenda mbele. Mimi siku zote nimekuwa nikiamini kwamba kuipata PhD, ule mchakato mpaka kupata PhD ni mchakato ambao unaeleweka, una muda, na ni mchakato mimi ningesema ni mrahisi. Ni mrahisi kwa sababu una time limit, unapata guidance na kadhalika na kadhalika. Mchakato baada ya PhD ni maisha, ni lifetime. Sasa hii ni academic lifetime tunaizungumzia, na ukienda kuangalia nature hii academic lifetime, maana yake una matarajio mengi. Kuna matarajio ya scientific community, wanatarajia uweze kufanya kitu katika level hiyo ya hilo daraja ulionalo. Kuna matarajio ya kijamii, tumesema hapa kuna matarajio ya kiutafiti. Kwa kuna matarajio mengi ambayo yanakuzunguka. Sasa haya matarajio mengi ambayo yanakuzunguka ni hayana ukomo wa muda, unakwenda nayo ndio maisha. Kwa hiyo kama umeamua sasa mimi nakuwa ni mwanataaluma, ina maana umesacrifice. Lakini vile vile mioga naamini na kusema kwamba ni bahati mbaya sana ukija kwenye mambo ya kitaaluma haya ni service. Uwezi kuja kusema kwamba wewe unataka kuwa
bilionea kama kina Mo ama sijui kina nani ukaja kwenye taaluma. Hapana, huku unakuja kutoa service. Kwa hiyo maana kama umekuja huku kama umekuja huku unafikiria hivyo, unawezekana kama umepotea. Kwa hiyo ndio maana tunazungumza kwamba ni sacrifice kama walimu tu wengine, unatoa mchango wako. Kwa hiyo mimi amechokisema Alex ni sahihi kabisa kwamba kuna matakwa ya kikanuni ya kufanya. Ni bahati mbaya sana kwamba maprofesa wengi hizi professional inaugural lectures wamekuwa hawazifanyi. Ni wachache sana, nakumbuka pale chuo kikuu cha Dar es Salaam wamewahi kuzifanya, wachache sana wamekuwa wakizifanya. Na kwa namna moja ama nyingine, kama alivyozungumza Alex, kuna mazingira ambayo yanahitajika utafiti ufanyike na kadhalika. Sasa ambao nataka vivyo nichangia kwenye kwamba wana taaluma, wasomi, wanazuoni katika maeneo ya Kiafrika ni tofauti na nchi nyingine kidogo, kwa sababu wengi wamekuwa kichukua kama ni mzigo. Kwa hiyo anapopanda ngazi anafika anajisahau kidogo, anapumua, anakwenda. Na ukifikia sasa stage ya juu kama full professor, ndio anasema sasa hapa ndio nimefika mwishoni, unapumzika. Lakini kwa wenzetu, na hiyo mfano ambao tumezungumzia wa Mvinyo, ni hiyo kwamba mtu ndio anazidi sasa kuwa productive, unakuwa productive zaidi. Lakini unapokuwa productive manake uinue wengine, unakuwa productive katika kuweza kutoa mchango katika scientific community na vitu vingine vingi. Lakini kitu ambacho kimoja ningeweza kukisisitizia hapa ni mazingira mapana sasa ya kisekta, yani kielimu na kitafiti. Labda tumeweka mikakati gani sasa katika level kama ya nchi, katika level ya vyuo tumeweka mikakati gani, ukizingatia kwamba sasa hivi wale maprofesa wengi wale zamani ndio wameexit. Utafahamu kabisa kwamba hata ile mikataba ile ambayo post retirement contracts zimekuwa kidogo ni ngumu kuzipata. Kwa hiyo unakuta wengi ambao labda wangeweza kuwa na tija, lakini wanakuwa sasa wameondoka. Maana yake ni kwamba kuna vijana wengi ambao wanatakiwa kuwa properly groomed ili waweze kutake over. Ni kazi kubwa sana mpaka kumpata mwanataaluma katika hiyo level. Kwa hiyo sisi tunafikiria vile vile kwamba jukumu letu kubwa litakuwa ni kufanya hiyo mentorship, mbali na kufanya matakwa mengine ya kikanuni na ambayo yako katika scheme of service. Lakini hiyo ya mentorship sisi tunaona ni critical, kwa sababu unazidi kuzalisha watu wengi ambao wanakuja kutake over na katika sekta nzima na kuweza kutoa mchango. Nyie mmezaliwa mapacha, mmezaliwa siku moja, majina yanafanana, Alex na Alexander. Mmesoma shule ya msingi moja, shule ya msingi Kigoma. Mmesoma seminari St. Joseph pamoja. Serikali ikawachagua wote kuwapeleka shule moja Tabora Boys. Wote mkaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Japokuwa mmesoma katika miaka tofauti, katika upande wa masters mmesoma, mmoja mmesoma Norway, mmoja Dar es Salaam, lakini PhD wote mmesoma Ujerumani, lakini katika vyuo tofauti. Je, hiyo ni kwa sababu nyinyi ni mapacha, mna push one another, you are competing one another? Hiyo imekuja kuwaje kwamba miaka yote mnakuwa pamoja katika mazingira hayo na sasa hivi mnajenga nyumba katika eneo moja? Mimi sidhani sana kama kuna competition hapa. Ama kuna kupush each other. Well, inaweza ikawepo, lakini siwezi nikaisema moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi ambalo mimi nafikiri ni lile swala la kuweka malengo mapema, kwa sababu unajua vijana wengi sana wanakosa mwongozo wakiwa huko chini. Labda nizungumze tu kwamba mtu ambaye alichangia kwa kiasi kikubwa sana uweza kutupa mwongozo ambao ni wa jumla, ambao na sisi tulikwenda nao huo tangu kipindi hicho, ni marehemu kaka yetu Stanislaus Boniface. Yeye nakumbuka ilikuwa ni ile miaka ya 90 mwanzoni. Yeye alikuwa anafanya shahada ya sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo kipindi hicho alikuwa na muda mwingi sana wa kuongea na sisi, kujaribu kuelezea
masuala ya chuo kikuu yako vipi, unaingiaje, na masuala namna ile pale mtu anaenda vipi mbele zaidi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana alitusaidia sisi kuanza kuweka malengo, japokuwa ilikuwa ni mapema sana, lakini ni mle kwenye yale malengo ambayo alikuwa anajaribu kama vile kutupa mwongozo na sisi tukapita humo. Kwa hiyo ni malengo. Sasa kwa sababu sisi tuko karibu, walau malengo yetu yalikuwa yanafanana, lakini msingi wake alikuwa yanatoka hapo. Kwa hiyo kila wakati tunaenda tunaziangalia zile milestones zinavyokwenda, kwamba huyu anafanya hapa, yule mwingine anafanya huku. Kwa sababu nakumbuka mimi baada ya kumaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam pale, Alexander alibaki pale anafanya masters. Na mimi baadaye nikawa nimepata scholarship ya kwenda Norway kwenda kufanya masters. Lakini pamoja na kwamba njia sasa zilikuwa ni huyu umekwenda huku na huku, lakini lengo linabaki kuwa lilikuwa ni lile kwamba unatoka hapa unakwenda hapa. Na kwa sababu tulikuwa tunafikiri kwamba huko mbeleni tungeweza kuja kuishi maisha ya kufundisha vyuo vikuu, basi tulielewa kabisa kwamba kuna jukumu na wajibu wa kuweza kuendelea kupata kupata elimu katika hizo ngazi zinazofuata na kuendelea kuhakikisha kwamba unaenda unapanda katika hizo ranks zingine ambazo zinazotakiwa. Kwa hiyo kwa kifupi ni yale malengo ya awali na magani ambavyo tuliyaona, tulivyopokea pia kutoka kwa mentors mbalimbali. Lakini hilo nilikuwa najaribu kusema kwamba siko sure sana. Ni kweli tumekuwa tukiishi karibu, lakini kwa mfano sasa mimi wakati huo nimeishi Norway kwa muda wa mwaka mzima, na huyu bwana ameishi huko. Umeona? Huyu bwana ameishi huku Leipzig, mimi niko Bremen. Kwa kuna mida ambapo tumekuwa tukiishi mbali, japokuwa mawasiliano yanakuwepo, lakini niweze kuzungumza tu kwamba tumekuwa tukidiscuss ya masuala. Kwa hiyo inawezekana kwa namna moja ama nyingine yakawa labda yanatupush bila hata sisi kuweza kufahamu, lakini mwisho wa siku ndio tuko hapa tulipo. Umemzungumzia marehemu Stanislaus. Moja ya kitu ambacho alichokuwa nacho Stan ni uwezo mkubwa sana kusoma vitabu. Japokuwa amesema hata shule ambazo zilikuwa zina walimu, lakini alikuwa na uwezo kusoma sana vitabu, na hata kumaliza chuo alikuwa anaendelea kusoma sana vitabu. Hicho kitu nyie kama wanafunzi wa sekondari, nakumbuka mlikuwa msomi notes za kawaida au vitingu tunaita vya kawaida, mlikuwa mnasoma vitabu, na hiyo ndio imeweza impact watu wengi sana Kigoma. Je, unaweza kuzungumzia kwamba mentorship ya Stan kwenu ndio imepelekea nyie kuwa na wapenzi wa kusoma vitabu mpaka sasa hivi na kuviandika na kuweza kuwashawishi watu wengi anapotaka kuwa akademia au kufanya mambo mazuri aweze kubeza katika kusoma vitabu na kufanya tafiti? Na labda hapo naweza nikachangia. Ni ukweli usiopingika kwamba hiyo miaka ya 90 huyu kaka yetu licha ya kutupatia hiyo kama road map na malengo ya muda mrefu na kutaka kufanya nini, alipenda sana sisi wote tu wanasheria. Alipenda sana, na yeye thinking yake ilikuwa ni kwamba baadaye tungeweza kufungua labda firm ya pamoja sisi watatu. Hatukufanikiwa sana hilo, lakini lilikuwa limetushape kwa namna moja ama nyingine. Na ni ukweli usiopingika kwamba kipindi hiki alikuwa anatuletea vitabu vingi sana. Wakati huo bado tuko sekondari ya ile ordinary level, alikuwa anatuletea vitabu, anatuletea kuna makadi fulani hivi ya kusoma, unajifunza Kiingereza na nini, alikuwa anatupa yale. Kwa hiyo tuliamini sana katika kuanza kujitegemea kusoma zaidi. Na ni ukweli usiopingika kwamba katika stages za baadaye, hususan unapoanza sasa kufanya degree ya kwanza, degree ya pili, ya tatu, requirement mojawapo ya msingi sana ni kuweza kusoma. Ni lazima usome, ni lazima uandike. Na ili uweze kuperfect uandishi mzuri ni lazima usome, kwa sababu unaposoma unapata maarifa ya watu wengine, mawazo ya watu wengine. Lakini kwa kuweza kuyapata mawazo ya watu wengine na maarifa, unaweza kugundua gaps ziko wapi na wewe uweze kuchangia katika hii body ya knowledge yote.
Sasa hiyo ilikuwa ni kama alichokifanya, ilikuwa ni kama alitupa msingi, lakini lakini msingi unaona baadaye sasa umekuja ku take off katika mazingira mengine ambayo ni katika degree ya kwanza. Chuo kikuu unatakiwa tu unapewa instructions kidogo, unaenda kujisomea library na kadhalika, na katika hizi stages nyingine, na hiyo inasaidia sana ile sense ya independence, kwa sababu moja ya mambo ambayo mwanataaluma anakuwa nayo ni ile academic freedom, independence ya mawazo na kadhalika, ambayo yote hayo lazima yawe na foundation na msingi. Kwa hiyo usikatai kwamba kuna baadhi ya watu hawapendi kusoma. Manake hata kama sasa hivi sio lazima usome kitabu ambacho kiko katika field yako. Unaweza kusoma mambo, kuna mambo mengine mengi hapo. Unaweza kusoma novel, unaweza kusoma historia ya Tanzania, ukasoma historia ya Ujerumani. Ni maarifa na kuweza kulinganisha kwa nini hao wengine mbona wali advance wakaenda huku, kwa hiyo unapokuwa unafanya kitu kama cha namna kwa namna moja ama nyingine kinakujenga na unaweza ukapata hiyo sense ambayo umezungumza. Kwa hiyo ni mandatory, yani kwa mtu ambaye ni mwanataaluma kusoma ni requirement, ni mandatory. Bila kusoma, na hata kusoma hata magazeti, kuangalia taarifa ya habari, yani lazima uwe current ili uweze kuweza kufanya usomi ambao una tija. Otherwise inawezekana hata unawezekana kwenda kufundisha vijana wako darasani, unatumia notes zile kila mwaka, maandalizi ni yale, uwezi kuupdate kwa vitabu vipya, maana mambo yanabadilika siku hadi siku. Kwa hiyo nitaka tu kusema tu kwamba kama nilivyosema Alex, ni sisi kwetu hakukuwa na siri kubwa sana, lakini la kwamba tulikuwa inspired katika very early stages, lakini na later walikuja watu wengine wakatupa hiyo hamasa na tukachukua hiyo. Lakini kikubwa nachotaka kusema tu ni kwamba dedication na investment, give it time, na kuona kwamba hili ndio jukumu ambalo liko mbele yangu na kulifanya. Usichanganye na vitu vingine, inakuwa ni muhimu ili kuweza kufocus na kuweza kupata matokeo makubwa. Umezungumzia moja kitu kwamba maarifa, kusoma vitu mbalimbali. Kwa watu ambao wafahamu, wewe umebase katika political science, una bachelor degree political science, masters political science, PhD political science. Lakini baada ya kuwa na doctorate ukasoma bachelors of law. Kwanza kwa nini usoma bachelors of law tano na PhD? Hiyo ni moja. Lakini mbili, inakusaidiaje wewe, kwa sababu unafahamu political science ukiwa unajua ukawa na sheria kama hivi utaweza kufanya mambo makubwa sana, hasa kwa mfano unavyochambua sababu mambo yameungana katika mazingira hayo hapo. Je, ilikuwa ni requirement yako ya haya analysis ilipelekea ufanye hivyo, au ni kwamba uliamua tu kwamba kuchukua field nyingine kuongezea kwenda kwenye background kwamba nataka nisome na sheria? Ndio, kama tulivyosema hapo awali pamoja na Alex, ni kwamba tulikuwa inspired mwanzoni katika miaka ya 90. Tulikuwa inspired na kaka yetu ambaye yeye tayari alikuwa ameshaingia kwenye field ya sheria na alipenda sana sheria. Tulikuwa tunaenda miaka hiyo ya 90, anatuchukua anatupeleka mahakamani. Tulikuwa tunaenda mahakamani, tunaenda pale, tunakaa, tunaona mahakimu wanavyoongoza kesi, majaji wanavyoongoza kesi, tunafurahi zile hoja, anakuwepo wakili huku wanabishana zile hoja kisheria na tulifurahi. Kwa hiyo alivyokuja kutuinspire, tulikuwa tunaenda kwa sababu tulikuwa tunaenda mahakamani, tulifurahi, tukasema sasa hii ndio njia. Sasa mimi nakumbuka wakati tumechaguliwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwenzangu alichaguliwa moja sheria, ila mimi nilichaguliwa political science. Sasa nikasema sasa hii kitu gani? Maana yake malengo sisi ni kuwa na sheria, tuje kwenda mahakamani na kadhalika. Tunaona wanavovaa masuti yao, matai safi na kadhalika. Sasa kilichotokea, mimi niliomba kuhamia kule kwenye upande wa sheria, na ni ukweli kwamba walinipa hiyo fursa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini ilikuwa ni baada ya karibu semester imeisha, watu wanaelekea kwenye mitihani. Sasa nikasema nikienda kule sheria wanaenda kufanya mitihani, mimi hatima yangu itakuwa ni ipi? Nafika nafanya mtihani kitu ambacho sijasomea. Nikasema hapa unaweza kaenda ukafeli. Kwa hiyo nikasema hapana,
ngoja tu niende na mwelekeo huu ambao nimeufanya sasa hivi mpaka katika mwisho wake. Alafu baadaye, kwa sababu kusoma sheria vile vile ilikuwa ni sehemu ya interest, nitakuja nitalifanya. Kwa hiyo mimi baada ya kuwa nimefanya mpaka PhD nimemaliza, nilijiandikisha kufanya degree ya sheria Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, na nilifanya kwa miaka 3 nikawa nimemaliza. Lakini nimepata faida kubwa sana baada ya kuwa nimesoma hiyo degree ya sheria, kwa sababu kama nilivyokuambia, nimepata fursa vile vile ya kuwa katika mambo ya utawala katika vyuo. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nilikuwa mkuu wa idara, baadaye nikawa principal wa college ya social sciences, na sasa hivi ni DVC Chuo Kikuu cha Dodoma. Katika utawala unasimamia sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo mbali na mambo yangu niliyosomea ya kiutawala, siasa, elimu ya sayansi ya siasa na kadhalika, ambao na yenyewe very critical katika utawala, lakini sasa ile degree ya sheria imekuwa ikiongeza nguvu katika kusimamia zile taratibu, kanuni na kuziona vizuri na kuweza kushauri kadri inavyohitajika, lakini kuzisimamia kimadhubuti kama zilivyowekwa na kuweza kupata tija. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa kifupi, kuingia kwangu kuja kuisoma ilikuwa ni ile inspiration ya muda mrefu ambao nilikuwa naona kwamba nisipoifanya hii sheria kuna kitu fulani napungukiwa, lakini imeblend vizuri sana na political science na zimekaa vizuri kwa kweli. Kwa hiyo nashukuru tu kwamba nimeongeza maarifa na kiu yangu angalau sasa nasema angalau unaweza kanyumani angalau. Kwa hiyo nashukuru hilo limefanyika, lakini imeongeza tija hata katika kuandika. Unajua sasa hivi tunaelekea uandishi wetu unakuwa ni multidisciplinary. Kwa hiyo unaweka labda issues za policies, issues za sheria, na unaweka argument. Kwa hiyo inakuongeza kutengeneza hoja nzito, na ukizingatia kama nilivyokuambia, wanasheria huwa wana namna nzuri sana kutengeneza logic na premises na conclusions wanapokuwa wanafanya zile hoja. Kwa hiyo imeniimarisha kwa kweli. Kitu kingine cha nataka kuuliza ni kusema swala la familia. Nyie mmezaliwa katika familia ya watu wengi, watu ambao fahamu mimi na nyinyi ni ndugu, tuko watoto 13 na nyie mko karibu kama katikati pale. Unazungumziaje makuzi yenu tangu utotoni ya wazazi na dada na kaka yalivyoweza kushape maisha ya familia yetu kwa ujumla? Kwa sababu huwa mtu kizungumza Makulilo, iwe ni Kigoma, Dar es Salaam, wapi, ni mojawapo ni msingi mkubwa tunazungumzia, ni mambo makubwa ya kielimu, na watu hawa sio wachoyo wa kielimu kuweza kuhakikisha kwamba mafundisho tuishi kuweza bure, mtu ana hela au njoo darasani tu. Hiyo imetokana na nini hasa, ukizingatia makuzi ya baba na mama waliotukuza, lakini vile vile na ndugu, mahusiano kati ya dada na kaka katika nyumbani? Ya, labda hilo naweza nikalizungumzia hivi kwamba msingi mkubwa zaidi uliwekwa na wazazi, pamoja na ukweli kwamba familia ilikuwa ni kubwa ya watu 13, lakini bado wazazi walijitahidi kadri walivyoweza kuhakikisha kwamba kila mtu anapata fursa ya kusoma mpaka pale ambapo alivyoona yeye inafaa. Kwa hiyo kulikuwa kuna msukumo mkubwa sana kutoka kwa wazazi, ambao sasa ule sasa ndio ukaanza kuingia miongoni mwa watoto wenyewe. Kwa hiyo unajikuta kwamba mwisho wa siku mahusiano ya kifamilia, yani mtoto mmoja na mwingine, yalikuwa ni mazuri, ama bado yanaendelea kuwa ni mazuri. Lakini kubwa sana ambalo naweza nikalizungumza ni hili swala la kuhakikisha kwamba kila mtu anapata fursa ya kusoma. Kwa hiyo hata yule mkubwa ambaye ametangulia alikuwa anajitahidi kufanya kila anachokiweza kuweza kusaidia wadogo zake. Nakumbuka sisi tukiwa pale Kigoma tumefundishwa na kaka zetu ambao walitangulia, tumefundishwa na dada zetu,
lakini pia kumekuwa kuna sharing ya mambo mengi sana ya kitaaluma. Kwa hiyo ilikwenda hivyo hivyo mpaka na sisi tukawa tumechukua values hizo hizo na tukaendelea nazo. Kwa mfano utakuta kwamba katika level tuliokuwa nao sisi tumeendelea kusaidia wadogo zetu wengine ambao tulijitahidi kwa namna moja ama nyingine kumsaidia hata mzee kuweza kupumzika kidogo baada ya kuwa amestaafu. Tukasema basi huu mzigo wa wengine kwenda kufanya mambo yao ya kitaaluma ya elimu basi tubebe sisi, kwa sababu na sisi tulishawezeshwa, basi tuwezeshe wengine. Kwa hiyo ndani ilikuwa ni hivyo, lakini kingine ambacho tunachoweza kukizungumza, yani values hizo tulijitahidi kuzitoa nje kwa watu wengine. Tumekuwa na center pale nyumbani Kigoma cha kufundisha tuition, lakini pia tulikuwa tunafundisha katika baadhi ya maeneo ya shule mbalimbali. Lakini utakuta kwamba sehemu kubwa hatakuwa tunajali sana mtu kwamba lazima awe amelipa ile ada ya kufanya tuition. Sometimes kwa wale watu ambao hawakuwa na uwezo kabisa ama walikuwa na changamoto za hapa na pale, tulijitahidi kusaidia kadiri kile ambacho tuweza kukifanya kwa wakati ule, basi tuweza kukifanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kifupi kilianzia kwa wazazi, alafu kikaendelea kuendelea miongoni mwetu. Basi na sisi tukaona basi ni vizuri pia tunapokuwa tukifanya miongoni mwetu, basi na wale watu wengine ambao ni wa nje na wenyewe, basi na wenyewe tuwashirikishe kile ambacho tunaona ni kizuri kinachoweza kuwasaidia. Kwa hiyo utaona hata baada ya hapo muda wote wewe binafsi umekuwa ukishughulikia masuala ya scholarship. You are not paid for. Unafanya hiyo kwa ajili ya kuwapa watu, kuonyesha fursa tu kwamba kuna fursa hii. Mtu mwingine akija anataka ule msaada wa karibu wa kuelekezwa, anakufuata individually, bado unaweza ukamsaidia. Lakini ni hivyo, na nadhani ni utaratibu mzuri kwamba mtu unapopata kitu fulani sio tu ukae nacho wewe mwenyewe, shirikisha na wengine. Unashirikisha na wengine, na wengine wanashirikisha na wengine, na wengine wanashirikisha na wengine. Mwishoni na wenyewe wanapata manufaa wao binafsi, familia zao. Basi kwa ujumla ndivyo ambavyo tunatakiwa tuishi, alafu jamii inaenda mbele kwa ujumla wake. Labda nitaongezea kama mambo matatu. La kwanza alipoishia Alex, makuzi ambayo yameathiri vile vile hata namna tunavyoendelea kumbeleni ni issue vile vile ilikuwa ya nidhamu. Unajua nidhamu ni kitu ambacho ni muhimu sana, na ukiangalia malezi ya miaka hiyo na sasa hivi kidogo ni tofauti. Ndicho ukiambiwa acha kitu mara ya kwanza, ukiambiwa mara ya pili ikishindikana, basi matumizi ya nguvu yalikuwa yanatumika. Lakini shoti tunataka tunizungumze, sitaki kuzungumzia sana, siamini sana ni matumizi ya nguvu. Naamini tu kwamba kulikuwa kuna nidhamu ya kwamba unaweza ukaheshimu mkubwa au ukaheshimu, yani ile discipline ya kawaida. Unaweza ukapanga hili jambo ukalisimamia mpaka mwisho na kadhalika. Ile nidhamu ya kawaida ilikuwa ni muhimu. Lakini lingine ambalo ni la msingi sana ni kufanya kazi. Na kumbuka kazi unapangiwa ratiba. Yani kazi ni ratiba. Wewe leo kazi yako fulani uko kwenye schedule, utadeki, utapika, utafua. Kwa hiyo hamna cha mwanamke wala cha nani, ni ratiba. Leo yuko nani kwenye zamu, atafanya hiyo kazi. Kwa hiyo tulianza kufundishwa na kuamini katika hizo programs zina muda kwamba sasa utafanya hiki. Lakini vile vile naomba niongeze kimoja hapo. Kwenye sima ratiba na zamu, na hapo ndani tunapozungumzia haki za wanawake, kabla ya Beijing tayari kina mzee Makulilo na mama walikuwa na hiyo principle kwa vitendo. Ni kweli kabisa, kwa sababu kama unavyosema tulikuwa tunapika, na mimi tunajua kupika, hata mwenzangu anapika na tunapika, hata huko tulipokwenda nje ulikuwa unajipikia. Kwa hiyo ilitujenga sana, unaendelea kufanya shughuli zako mwenyewe. Kwa hiyo kuna hiyo,
lakini nikizidi kuiongezea hapo ni kwamba hatukufundishwa kubagua watu, yani kwa misingi hiyo hiyo kutokubagua watu, lakini vile vile kusimamia haki, yani misingi ya kumuona mwenzako kwamba kwa nini mwenzako aumie na nini. Kwa hiyo zile principles ambazo ni very basic za kiutu, kusimamia na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hayo utakuja kukuta kwa mpaka kwa namna moja ama nyingine na yameathiri hata kwa kwetu, hiyo ya kuweza kusema utoe kwa watu wengine na kadhalika, uone jambo la mtu mwingine ni la muhimu na uweze kulisaidia, na sio kwamba lazima upate zile kickbacks, kwa sababu mtu mwingine anataka akipata hiyo ndio aje sasa kwenye vyombo vya habari aseme nimefanya hiki, hamna hizo kickbacks. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ukitimiza wajibu wako, ukafanya hilo ambalo tumezungumza la mentorship, ukaathiri, ndio tunaenda kama taifa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni mwito kwamba kwa watu wote ambao tayari wana nafasi za kitaaluma na kadhalika, kazi yetu kubwa sana ni kuweza kuibua vipaji vingine na kuweza kuwaweka watu katika level ambayo wanaweza kutoa mchango kwa taifa na kusaidia vijana wengi wakaweza kupanda na kuja kutoa mchango wao kwa maendeleo ya taifa. Labda kabla hujaendelea, nilikuwa nataka pia niongezee kwamba katika hizo principles tunaanzia katika level ya familia, lakini kwa upande wetu sisi tulivyoingia seminari, ile miaka ambayo tulipita katika shule ya seminari ilikuwa na mchango pia mkubwa sana, hasa katika namna ya kufanya uishi katika misingi ambayo ni ya upendo, ni misingi ya kujali wengine na kadhalika, kwa sababu ni mafundisho sasa, pamoja na kwamba tulikuwa tukisoma kama sekondari, kwa maana ya zile curricula zilikuwa ni sawa tu na sekondari zingine, lakini kulikuwa na mafundisho pia ya dini katika ile program ambayo tulikuwa nayo pale seminari. Kwa hiyo na yenyewe pia kwa kiasi kikubwa, japokuwa ilikuwa ni zile seminari ndogo, lakini iliendelea kucement ile foundation ambayo tayari tulikuwa nayo kutoka ndani ya familia. Kwa hiyo ikaendelea kufanya ule msingi uendelee kuwa imara mpaka leo. Na labda kwa kuongezea, maana yake ni anaizungumzia Alex ni hiyo schooling system yote. Ukienda hiyo katika hiyo schooling system, nadhani hizo backgrounds za seminari, backgrounds baadaye za tulienda Tabora Boys pamoja, wakati huo bado iko jeshi. Kwa hiyo kuna nidhamu ya jeshi hapa tunayo. Kwamba ile ukakamavu kidogo, unajali muda, yes, order. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo tulikipata, ingawa ndio walikuwa mafunzo yale yanakwisha pale Tabora Boys, na yenyewe ilikuwa na impact yake. Kwenda vioni wanakupa independence kubwa, lakini wanakupatia zile kanuni. Kwa hiyo kanuni, unaishi kwenye kanuni. Lakini tulipokwenda sasa kwa exposed katika European communities, hususan Ujerumani, zile kanuni zao zile na ile culture kupenda kazi, kufanya kazi, yani kazi unaona imevokuja, lakini huku juu imekuwa cemented properly, kwa sababu unafanya hiki kwa muda huu na matokeo yanaonekana na kadhalika. Kwa hiyo hii schooling system yote imekuwa na effect kwa namna moja ama nyingine katika kupata hizi values na hizi principles ambazo zinakuja kutusaidia sasa kuishi. Hili swali nataka kuuliza sasa hivi, ni katika mazungumzo ya makuzi, kuheshimu mtu, lakini kubwa zaidi huwa mna tabia ya kuheshimu malengo ya mtu na kuhakikisha kwamba kumpa support kwa namna moja nyingine, hata kama malengo yale ya mtu sio kwamba ni malengo yako. Mimi na nyie tumetoka familia moja. Yes, nilikuwa nataka kuwa mwanasheria, sikuweza kuwa mwanasheria, nimechaguliwa shule katika program tofauti. Lakini nyie mlienda kusoma nje na mkarudi Tanzania. Mimi malengo yangu ni kusoma nje na kuishi nje. Kitu ambacho napenda ku appreciate na kusema asante sana. Angekuwa ni makaka wengine ungesema kwamba bwana lazima urudi hapa, una marks nzuri za kuendelea kuwa mwanachuo, kuendelea kufundisha hapa, nikibaki na vitu vinginevyo.
lakini kwa sababu malengo yangu mlikuwa mnayaona na kweli nimeenda kule nimefanikiwa, sikuadidikiwa, nataka kujua kila kitendo cha kumpa mtu support, na hata kama ndoto obviously ungependa labda mimi badili labda mwanasheria au labda ungependa labda ingetokea hata mimi ningependa kwa science katika level labda kwa mwanachuo kubaki kwa academia, labda sijafanikiwa, ilikuwa inatoka wapi kuendelea kumpenda mtu na kumpa support ile pale atimize malengo yake? Kwa sababu ni ngumu katika mazingira mapenzi ya Kiafrika kwamba wewe utamsha mkubwa mfika katika level fulani, unataka watu wote wafikie njia ile waweze kupitia exactly kupitia pale. Ya labda mimi naweza kusema kwamba kwanza is a greatest mistake kuamini kwamba njia ambayo umepita wewe is the best kwa kila mtu. Haiwezekani. Lazima tuwe tofauti, na kuwa tofauti pia ni afya. Hatuwezi watu wote sasa tukawa na sheria. Sasa wote tukiwa na sheria, madaktari wanatoka wapi? Wote tukiwa wana sheria, haya tutazungumza labda maengineer watatoka wapi? Tutahitaji watu wafanye majengo, kuna mabarabara, masuala ya umeme na mambo mengi tu yapo, na yote hayo ni ya muhimu. Kwa hiyo tunaheshimu hivyo kwamba kuna diversity ya hizi disciplines na watu wanakuwa na malengo tofauti. Cha msingi tu ni kuangalia ni namna gani ambavyo unaweza kumsaidia mtu kuweza kufikia malengo yake. Hilo ndio jambo la muhimu sana, na kwamba mtu asipoenda katika ile njia ambayo ulikuwa unafikiri wewe ni yani njia ambayo ulipita wewe ukafikiri kwamba ni sahihi, kwamba labda mimi ningetamani sana fulani yeye akasoma sheria, kutakuwa kuna shida, na unaweza ukajikuta unamsukuma mtu katika njia ambayo itakuja kuleta madhara baadaye. Badala ya yeye ku excel vizuri katika njia ambayo angeenda, unamuingiza katika njia hiyo unafikiri ni ya sheria, alafu anakwama katika stage ambayo, kwa sababu it's not something ambayo yeye alikuwa anapenda kuwa baadaye huko. Kwa hiyo kila mtu ana malengo yake, anafikiri kwamba labda nikienda njia hii inaweza kuwa sahihi. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anataka kutoa mchango inabidi aende au angalie. Unaweza kumpa mtu ushauri kwamba ni kweli, lakini hii unataka kufanya hivi inaweza kuwa na changamoto hizi na hizi na hizi, labda uwe makini na hili, ama umekuzingatia hili ama lile ama hili. Ndio nadhani msingi wa maisha unatakiwa kwenda hivyo, lakini kuna swala la kuheshimiana. Kwa hiyo hata mtu akiwa ni mdogo anajaribu kukushirikisha swala ambalo kwamba aspirations zake ni kutaka kuwa nani, si tu kwa sababu labda wewe sasa ulishakwenda mbele basi unaweza kusema hiyo kijana hiyo umechemka hiyo umechemka hiyo umevaa mkenge. Hapana, sio hivyo, kwa sababu anakwambia hata watoto wa darasa 7 wanaelezea wanataka kuwa nani, japokuwa ni bado mnapema sana, lakini hizo ndoto ambazo wanaanza kuwa nazo mapema ni vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikaenda hivyo ama baadaye vinaweza vikabadilika, lakini unajaribu na wewe kuangalia namna gani ambavyo mtu akikushirikisha katika jambo lake, uangalie namna gani bora ya kuweza kumsaidia aweze kulifanikisha na sio vinginevyo. Na lakini kwa kuongezea kwa Alex, vile ni swala la kuamini katika uhuru ambao tunazungumza wa watu kuweza kufanya uchaguzi wa jambo ambalo anafikiri linawezekana likali na hatima katika maisha yake. Ile njia tumekwambia sisi tulipata fursa, inspiration, hatukulazimishwa, na baadaye Alex alikwenda njia hii, mimi nikaenda njia hii, na wote tunaendelea coexist na tunapeana advice na hapa na pale kulingana na hiyo kwamba huyu anachangia huku, mwingine anachangia huku. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba mtu fulani sio subject tu wa kureceive vitu, hapana. Ni mtu wa kuweza kushiriki, mtu wa kuweza kutoa mawazo na kuchangia, lakini kama alivyosema Alex, lengo ni kuweza kumsaidia mtu akue kule anakotaka kwenda. Mimi nikikwambia kwamba jaribu kuwa makini na hili na hili na hili na hili, ni kukupa yale maangalizo yale ya jumla, ili wewe unapokwenda kupasua hiyo interest yako basi uweze kuifanya
vizuri, na tunashukuru uko umeenda vizuri tu na kadhalika, kwa sababu isingokuwa na maana sana kusema sasa wewe lazima ukae. Hapana, ndio maana hata nje sasa hivi kuna diaspora, sijui kuna nani, na bado na diaspora wana mchango sehemu nyingine. Katika nchi nyingine kama Kenya wana mchango mkubwa sana. Unaweza kuona sehemu kubwa ya investment ya hao watu wanaorudisha kwao hicho wanachokichuma, wanawekeza, bado ni kitu ambacho kinajenga nchi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine sisi tunaamini katika hilo, na mtu asifikiri kwamba akitaka kumaccess Alex ama mimi kuweza kujua anaweza kanisaidia ni kwamba lazima amesoma sheria ama amesoma political science. Hapana, sisi au amesoma UDSM. Hapana, ama Open University. Kwa hiyo sisi tuna nani, na bahati nzuri tunashirikiana na watu wengi tu kwa kweli, wa kutoka ndani na nje, vyuo mbalimbali, wakubwa wadogo, tunaongea nao na tunawashauri ili waweze kufikia zile ndoto zao. Kipengele cha mwisho ningependa kuwapeni kama mna nafasi ya kuuliza maswali au maswali mlionayo kama mnayo. Kuna swali lolote lile kwangu? Labda mimi ningeweza tu kutaka kufahamu katika hii EBM ndio scholarship, sijajua kama umewahi kuwa na statistics za watu ambao umewapa ushauri, na labda katika hao ni wangapi wamekuwa wamefanikiwa, na hata kama wale ambao kufanikiwa lakini ushauri wao bado umewasaidia, umewajenga katika kufanya jambo lingine. Sijajua kama una hiyo. Hilo hapo sina kwa sababu unapata feedback ya individual. Mtu amependa, bwana mimi nilipata scholarship, au bwana mimi niliapply nikakosa, lakini umeniguide kwamba sasa hivi kuandika CV vizuri katika ushindani. Na kuna mwingine anaweza kama amefanikiwa akakaa kimya, na kuna mwingine ni kwamba alikuwa tuseme kwamba labda na matokeo ambayo hayaendani, labda tuseme mtu ana GPA 2.7 alikuwa anatafuta scholarship, ya bwana kutana GPA yako ni ngumu sana kupata hiyo hapo. Kwa kama unaweza kufanya kitu hiki na hiki na hiki kwanza uweze kuimarisha baadhi ya sifa nyinginezo. Kwa mtu anaweza hata apply kabisa lakini amenufaika kujua taratibu zinazoenda. Kwa hiyo sina official statistics kwa sababu ni kwamba unaweza kuona makadirio kwamba kwa kaula labda kuna watu basi saba wamenipigia simu au wametumia message wamepata scholarship, au ni kwamba wameweza kupata kazi fulani labda za UN au kazi fulani. Kwa hiyo sina statistics kamili. Kwa hiyo inakuja ni ile tu ile mtu amependa mwenyewe kama ile pale. Lakini mpango wa mbeleni ni kwamba nataka naanzishe kama ile Google form ambayo mtu ambaye yuko interested kwa ni public, mtu anaweza katoa ile kama yuko wapi, amefaidika namna gani, hata kutoa zile personal details zake. Ni kwamba tule kwa ile general kujua kwamba inaendaje. Na hiyo ndio kusaidia kwamba kuwa na ile true examples za watu ambao waweza kuinspire mtu mwingine. Bwana mimi nilipata mara 4, ndio nikaja kupata mara 3, mara ngapi katika mazingira hayo hapo. Labda kwa kuongezea kwenye hilo ni kwamba ile jukwaa, lakini sijajua, naona kama bado liko juu, yani labda watu wamejini sana. Nilikuwa nafikiria labda najua unalifanya kwa nchi nyingi tu, watu wanaku access kwa nchi nyingi, lakini nilikuwa nafikiria ukiangalia statistics za upande wa Tanzania watu ambao wanapata hizi fursa ni wachache sana. Labda nilikuwa nafikiria labda huko baadaye, kwa sababu inabidi kurudisha na nyumbani, kuangalia namna gani inaweza kaa institutionalized, kwa sababu najua kuna makampuni yanasaidia, lakini yenyewe yanasaidia kwa hela na ndani wanafanya ni commercial, wewe kwako sio. Labda sijajua how best this can be institutionalized ili watu waweze kuitepu kama fursa ambayo ni free, wakaweza ndio. Mpango wa mbeleni ndani ya miaka 5 nataka nifungue kama NGO maalum ambayo itakuwa inafanya kitu cha namna hapo, na ndio itakuwa kwa Tanzania kwa mbeleni. Lengo kubwa kwa Tanzania kwa sababu kama unavyozungumza statistics za Tanzania ni chache sana, lakini kuachilia kutoa kama consultants katika kushauri hivyo, lakini tunaweza kufanya fundraising nje kwa niaba. Kuna watu wengine labda mtu anataka anapata mfano vizuri lakini hana ile ya kufanya ile mtindo wa Kiingereza kama unahitajika.
Kwa hiyo inakuwa kama ni unaweza kwamba fund fulani ya kuweza kumsaidia kufanya mtihani ambao tutakuwa tunaweza ku-raise kutoka nje. Kwa hiyo mpango wa baadaye ni kwamba kutakuwa kuna actual office kwa upande wa Tanzania. Wakati naanza mara ya kwanza nilikuwa nimebase kwa niaba ya Tanzania tu na sio nchi nyingine. Sababu watu wa nchi nyingine tayari wana fursa nyingi na wameshazi access sana, lakini baadaye Tanzania tuko nyuma. Kwa hiyo ndipo tunafanya kwa nchi nyingi, lakini focus kubwa zaidi inakuwa ni kwa watu wa Tanzania. Okay, mimi sina swali kama swali la kuuliza, bali nilikuwa nataka tu kutoa shukrani kwa mahojiano haya ambayo nadhani tumepata fursa ya kuwa ana kwa ana, kwa sababu najua ulipo mara nyingi ingekuwa labda ni mahojiano labda ya simu, lakini tumepata fursa ya kufanya mahojiano wote watatu tukiwa sehemu moja. Kwa hiyo ni fursa nzuri, fursa ya pekee, lakini ninafahamu kwamba malengo makubwa ya mahojiano haya ni kujaribu kushirikisha wengine kuweza kuona namna gani wenyewe wanaweza kujaribu kwenda njia zao na kuweza kufanikiwa kadri ambavyo walivyokuwa wanadhania. Kwamba mtu alikuwa labda na changamoto hii, ama labda alikuwa hajui hili ama lile, hajui labda masuala mbalimbali kuhusu sisi, ama hajui kuhusiana yale ambayo tumeongelea kwa maana ya mifumo mbalimbali ambayo tumejaribu kuelezea, basi nadhani labda mahojiano haya yanaweza kusaidia pia kutoa some insights kwa watu kuweza kuangalia namna gani ambavyo na wenyewe wanaweza wakaenda mbele. Na mimi vile vile napenda kushukuru sana kuweza kuona interview hii pamoja. Tuna changamoto kubwa sana hasa Afrika na Tanzania kwamba YouTubers au YouTube channels nyingi ni entertainment, comedy, sports, udaku. Kwa hiyo ni chache sana interview ambazo zinakuwa kwamba za namna hii hapa, ambao baba, mama, watoto wanaweza kukaa meza moja wakaisikiliza kitu kama cha namna hii. Na ndio lengo la Bichi zifanye hizi interview nyingi kwa niaba ya kuweza kusaidia watu wengine katika field mbalimbali, na wenyewe wakitaka kufanya kitu fulani, kuna guiding tumeshaiona sehemu fulani, inakuwa ni inspiration kwa namna nyingine. Kwa hiyo mimi nachukulia kwamba hii ni impact kubwa sana katika jamii tunapokuwa tunaifanya. Nashukuru sana. Labda na mimi nikiongezea hapo kidogo, anavyosema Alex na umesema sawa kwamba ni kipindi kifupi tu tumekifanya hiki cha dakika kadhaa, lakini milango iko wazi katika maana kwamba watu wakitaka kuwasiliana na sisi basi waweze kuwasiliana. Inawezekana mtu kana issue yake ambayo iko ni very specific, tukamsaidia, tukamshauri, na ndio nadhani sehemu kubwa ya majukumu yetu kwa sasa. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa fursa hii, inajaribu kutoa fursa kwa wengine kuweza kuwa na engagement na interactions ambazo zitatufanya kwenda mbele kwa pamoja kama sekta ya elimu, lakini kama taifa. Asante sana. Asante sana.